Ndugu zangu, Sheikh katika hotuba yake ameanza kwa kusema unwani ya hotuba yetu leo ni al-Islamu dinu saada. Al-Islamu dinu saada, kwa maana ya Uislamu ndiyo dini ya mafanikio duniani, kaburini na akhera pia. Al-Islamu dinu saada. Saada ni utulivu, amani na furaha, yote yanaingia katika neno as-saada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomleta mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika umma, hakumleta kwa lengo jingine, badala yake amemleta ili mtume huyu awatoe watu katika giza awapeleke katika nuru, awatoe watu katika ujinga awapeleke katika ilmu, awatoe watu katika shakawa awapeleke katika saada. Maana yake awatoe watu katika hali ya uovu na kuwaondosha huko kuwapeleka katika Uislamu, ili wawe wema, wawe viumbe bora wenye kupendeza na kufanikiwa katika maisha yao ya hapa duniani, lakini pia katika maisha yao ya akhera mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hili ndio lengo la Allah Subhanahu wa Ta'ala kumleta mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia Qur'an ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiteremsha kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam, hakuiteremsha ili mtume apate tabu, hakuiteremsha ili waumini au wafuasi wa dini ya Kiislamu wapate tabu. La, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameileta Qur'ani kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam ili yeye mtume sallallahu alayhi wasallam apate saada na wafuasi wa Uislamu pia wapate saada. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Allahu akbar. Taha anaambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah anasema ma anzalna ilayka al-Qur'ana litashqa. Muhammad, kwa hakika hivyo hatukuiteremsha Qur'ani kwako wewe litashqa, ili wewe upate tabu, ili wewe utaabike, ili wewe usiwe mwema. La, tumeiteremsha Qur'ani kwako wewe litas'ada, ili uwe mwema, uwe bora. Maana dhidi shaqawa as-saada, kinyume cha shaqawa maana ni saada. Kama Mwenyezi Mungu anasema hatukuiteremsha Qur'ani kwako wewe litashqa, maana tumeiteremsha Qur'ani kwako wewe litas'ad, ay litakuna sa'idan, ili wewe uwe bora, ili wewe uwe mwema, uwe mwenye mafanikio duniani, kaburini na akhera. Haya ndio malengo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuiteremsha Qur'ani kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Lakini Allah hakuishia hapo, akasema kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Hii Qur'ani tulioiteremsha kwako ili wewe uwe mwema, ili wewe uwe mtu bora. Hii Qur'ani kitabu ni kitabu ambacho anzalnahu ilaika, tumekiteremsha kwako wewe Muhammad. Kitabu hiki mubarakun, sifa hii ni sifa ya kitabu. Kitabu hiki mubarakun ni kitabu chenye baraka, kilichobarikiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekibariki, siku zote kitu hicho huwa ni bora na huwa kina mafanikio kwa yule mwenye kushikamana nacho katika maisha yake ya dunia, akhira mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema anzalnahu ilayka mubarakun, tumekiteremsha kwako wewe kitabu hiki kina baraka, liyadabbaru ayatihi, ili wale tuliowateremshia kitabu hiki yadabbaru ayatihi, wazingatie muongozo wake. Liyadabbaru ayatihi, ili wazingatie aya zake, muongozo uliokuja katika kitabu hiki, watu waufuate, waushike muongozo huo. Waliyatadhakkara ulul albab, na wazingatie na wajifunze watu wenye akili wapate faida kupitia kitabu hiki ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekiteremsha, ambacho ni Qur'ani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoileta Qur'ani kwetu sisi na kumleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi na kuleta Uislamu kwetu sisi, si kwa lengo jingine, badala yake kutuletea vitu hivi ili sisi linakuna suada, ili tuwe watu bora,
tuwe watu wenye mafanikio duniani, kaburini na akhera mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuishi katika hali hiyo, tuwe suada. Baada ya maelezo haya, Sheikh akasema man hum suada. Tunapozungumzia suada, wema waliofanikiwa ni kina nani? Sheikh akasema jibu la moja kwa moja lisilohitaji kona wala mrongo, as-suada hum ahlul janna, as-suada hum ashabul janna. Waliofanikiwa ni wale walioingia peponi. Watu wa peponi hao ndio waliofanikiwa. Maana kama waliofanikiwa au wenye kufanikiwa ni watu watakaoingia katika pepo, mimi na wewe sasa himma yetu, pupa yetu inatakiwa iwe kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili na sisi tuwe miongoni mwa wale wenye kufanikiwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa amma alladhina su'idu ngaya mabni li majhuli, amma alladhina su'idu, ama wale ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amejalia wakaongoka, wakaishi vyema katika dunia, wakatambua kwamba dunia hii laisa daran lilmaqarri wa innama daran lilmamarri, kwamba dunia hii sio sehemu ya maisha ya kudumu, badala yake dunia hii ni sehemu ya kupita kutengeneza akhera yetu. Watu hao wakazingatia hilo, hao ndio suidu. Sasa wale waliosuidu, waliofanikiwa, fahum fil jannati khalidin, hao watakaa milele katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa suidu makazi yao ni peponi. Mwenyezi Mungu ajalie tuwe miongoni mwa suada. Suidu makazi yao ni peponi. Sasa as-suada, Sheikh akasema, akaendelea kusema as-suada ni watu wa peponi. As-suada ni watu ambao la yushghiluna anfusahum 'anil akharin. Kipengele hiki tata kile. La yushghiluna anfusahum 'anil akharin ni watu ambao hawajishughulishi, yani nafsi zao hazishughuliki kufuatilia ya watu, wao wako bize na ya kwao. Kama tukifanikiwa hapa tutakuwa suada. Tukifanikiwa hapa tukadili na ya kwetu, tukaacha kudili na ya wenzetu, ukaacha kukonda kwa ya mwenzako, ukanenepa kwa ya kwako au ukakonda kwa ya kwako, wewe Said. Said ni yule ambaye anakonda kwa ya kwake, yuko bize kuitazama nafsi yake, hayuko bize kumtazama yule, akamsingizia yule, akamsema ubaya yule, akamtusi yule. Huyu sio Said. Said ni yule ambaye mushtaghilun bi nafsihi an ghairihi, yuko bize kushughulika na nafsi yake, inamhusu nafsi yake, hashughulishi na wengine. Yeye yuko bize kuangalia mimi hapa ninaelekea wapi, leo niko hapa, kesho nitakuwa wapi, kutakuwa na hali gani, je ninatengeneza na haribu. Yuko hivyo mashghulun bi nafsihi an ghairihi. Huyu Said ni yule ambaye ametambua kwamba dunia hii si pahala pa maisha ya kudumu, badala yake ni pahala pa kupita kutengeneza akhera. Akaangalia nini ametanguliza nafsi yake, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ewe mlioamini, muogopeni Mwenyezi Mungu na kila mmoja aangalie nafsi yake, ashughulike na nafsi yake, kuiuliza nafsi yake, kuiangalia nafsi yake, ma qaddamat lighad, nini imefanya kwa ajili ya kesho yake. Huyu ndio Said. As-suada, Said ni yule ambaye saduqul lisani mahmudul qalbi. Alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja, akasema as'adun nas, mtu aliyebora aliyefanikiwa ni yule saduqul lisan, kinywa chake kinazungumza kweli, hazungumzi uongo kwa kumwogopa mtu, yanazungumza kweli. Lakini mahmulul qalbi, moyo wake uko safi, uko salama, hauna kinyongo na mtu mwingine, hamfikirii mtu mwingine kwa ubaya, badala yake anamfikiria mtu mwingine kwa kheri na uzuri. Huyu Said, huyu amefanikiwa, akili yake iko bize na nafsi yake, anazungumza kweli, hazungumzi urongo, wakati wote, muda wote, kwa namna yoyote yeye anasema kweli. Huyu saduqul lisan mahmudul qalbi, moyo wake uko safi,
hana chuki na mwingine, hana kinyongo na mwingine, hana fundo na kando na aina yoyote na mwingine. Huyu Said kule peponi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameandaa matukufu ya wale ambao suada. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasimulia kupitia kinywa cha Mtume anasimulia kutoka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema a'adadtu li'ibadi as-salihin, kwa hakika nimewaandalia waja wangu as-salihin, waliowema. Maana as-suada mala ainu ra'at, vitu ambavyo macho hayajapata kuona, wala udhun sami'at, wala sikio halijapata kusikia, wala khatara ala qalbi bashar, haijawahi kutokea hata siku moja mtu akafikiri na kudhani kwamba labda peponi kutakuwa kuko hivi. Haijawahi. Yani vitu alimu mno. Jicho halijapata kuona kwa uzuri wake, sikio halijapata kusikia kwa uzuri wake, lakini pia moyo wa mwanadamu haujawahi kufikiri uzuri na ubora wa pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na vile ambavyo Mwenyezi Mungu ameviandaa ndani ya pepo yake. Kisha Mtume akasema iqra'u in shi'tum, kama mnaweza au kama mnapenda someni kauli ya Allah, inapatikana katika sura Sajda. Allah anasema fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah, fala ta'lamu nafsun, haijapata kujua nafsi ya mtu yoyote, ma ukhfiya lahum, yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameandaa kule peponi halafu akayaficha, min qurrati a'yunin, miongoni mwa mambo yenye kuburudisha macho, yani jicho likitizama namna hii linasema masha Allah tabarakar rahman. Unajua jicho ndio huwa linahukumu kabla ya kitu chochote. Jicho likitizama, likishatizama jicho sasa likikubali jicho na moyo unathibitisha. Lakini kama moyo utakataa, basi jicho lilikuwa limetizama makunswa. Lakini ukiona jicho limetizama barabara likasema hapo ndipo, basi moyo nao huwa unakubali. Ukikubali moyo, maana yake umesadikisha yale ambayo jicho limeona. Sasa Allah anasema ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin, vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ameviandaa ambavyo macho yataburudika kwa mtazamo, jicho litatazama halafu moyo unatulia na kuridhika. Anasema na tabaraka rahman. Mwenyezi Mungu anasema jazaa bima kanu ya'malun, haya yote Mwenyezi Mungu ameandaa kama malipo. Jazaa in maf'ulun li ajlihi, jazaa maf'ulun li ajlihi bima kanu ya'malun, kama malipo kwa ajili ya yale waliokuwa wakiyafanya wanadamu duniani. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kule peponi, katika pepo yake kuna vitu ameviandaa kule kama malipo kwa wale ambao wametambua kwamba hii dunia sio pahala pa kuishi, badala yake hapa ni pahala pa kupita tu. Tunakwenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakatambua hilo, wakaishi hivyo, wakawa saada, wakawa ni kufanikiwa. Ndugu zangu, dunia hii isitudanganye. Dini ya Kiislamu ni dini ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameileta inaendana na mazingira ya mwanadamu. Dini ambayo inafanana na mazingira husika. Hakuna sehemu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkalifisha mwanadamu au amemlazimisha mwanadamu afanye jambo lililokuwa nje ya uwezo wake. Mwenyezi Mungu hataki wewe upate tabu. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Shakawa hii sisi wenyewe ndio tunazitafuta. Sisi ndio tunakwenda kuzichokoza shakawa. Yaani haya maovu, shida na tabu, sisi wenyewe ndio tunakwenda kuzichokonoa, kuzifukua huko zilikofichwa. Lakini kama sisi tungesimama na mwongozo wa Allah, tusingepata shida. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, atakayekwenda kinyume na mwongozo wangu. Maana Mwenyezi Mungu kaleta mwongozo ambao mimi na wewe tunatakiwa kufuata, kama alivyosema katika aya ya nyuma hapa. Anasema faman taba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, fala yadhillu wala yashqa. Man taba'a hudaya, yeyote mwenye kufuata mwongozo ambao ni kitabu cha Allah, maagizo ya Allah, mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ittaba hudaya, mwenye kufuata mwongozo wangu. Mungu kaeleza kuna idhafa hapa katika yao mutakallim ambaye ni Allah. Man ittaba hudaya ay man ittaba hidayati, mwenye kufuata mwongozo wangu.
Sasa kwa sababu ni huda, imekuja ni jamu, imekuwa hudaya. Muongozo wangu mimi, zile miongozo zangu nilizileta katika dunia, watu wazifuate. Yeyote mwenye kuzifuata hizo akashikamana na hizo, fala yadhillu wala yashqa. Hii katika sura Taha. Katika sura Al-Baqara kule Mwenyezi Mungu anasema man ittaba hudaya